Salamu ziwafikie nyote mahali muliko. Kwa majina naitwa Daktari Mwandeke. Nitakuwa msimamizi wa kitengo kipya ndani ya Sporty Fleet ambapo tunaangazia tiba tofauti ambazo zinatokana na mimea inayopatikana kwa mazingira yetu. Mpenzi msikilizaji, tunafahamu kuwa tiba nyingi zipo katika vyakula na pia majani ya mimea. Tiba hivi zina manufaa makubwa tena sana, manake pia hera zingetumika kusafiri ngambo kutafuta tiba. Saa tiba wajipa mwenyewe kutumia mimea unayopata hapo shambani ama mtoni. Bila kupoteza wakati, tiba ya kwa kwanza ambayo nagazia siku ya leo ni tiba inayopatikana ndani ya mmea ujulikanao kama nywele za mahindi, yani corn hair tea. Unatayarisha jinsi rahisi sana. Pale sokoni ama shambani unachukua mahindi 5. Kisha unayatoa yale manyeule ya juu, wakayatia kwenye sufuria na kuchemsha. Yakisha chemka, chunga, weka kwa birika ama thermos. Vikombe 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Corn hair tea, yani chai ya nywele za mahindi, inamaliza maradhi ya kukojoa kitanda, yani bedwetting. Kwisha kidney stones, yani mawe kwa figo, inamaliza kabisa. Tunasema inaosha figo, na vile chai ya nywele za mahindi inamaliza chest pain, yani inafungua mishipa ya roho na kumaliza uchungu kwenye kifua. Hii chai ya nywele za mahindi yaweza tumika na binadamu yeyote kuanzia umri wa miaka 18 hadi vikombe 7 kwa siku, lakini wanawake wajawazito na wanaonyonyesha hawapaswi kunywa corn hair tea. Corn hair tea ama chai ya nywele za mahindi ni tiba kamili inayopatikana rahisi kule shambani na pia sokoni. Kabla ya kwenda Ulaya kutafuta tiba, jaribu njia hii ya National Herbs ambazo zapatikana sokoni na pia kule shambani. Shukran sana. Kwa hayo nasema sana shukran sana, mpaka siku nyingine. Ni mimi Daktari Mwandeke. Tupatane hapa ndani ya Sporty Fleet, kwa tiba zaidi za kiasili. Shukran sana.